Mheshimiwa mgeni rasmi Sheikh wa mkoa wa Dar es Salaam, Sheikh Walid bin Sheikh Al-Haj Omar, Sheikh wa wilaya la Ilala Sheikh Adam Yusuf Munyipingu, Sheikh Othman Ali Kaporo, Rais wa tuzo ya Qur'ani ya kimataifa ya hapa nyumbani Tanzania, Mushrif wa Qur'an Sheikh Said Matembe, mwenyekiti wa taasisi ya Umaif Sheikh Ali Bakari Ali, katibu mkuu wa taasisi ya Umaif Ustadh Muhammad Omar Samata, wawakilishi wa madaris na taasisi mbalimbali, wanahabari, wanafunzi wenzangu na nyote mliohudhuria. Hakika si vinginevyo, bora maamkizi ni maamkizi ya Kiislamu, maamkizi yanayoashiria amani, maamkizi ya watu wa peponi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa hakika kuna sababu nyingi sana za kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, lakini moja miongoni mwa hizo nyingi ni kutuwafikisha hii leo kukutana hapa katika mkutano huu mkubwa na wa aina yake, mkutano wa kukiadhimisha kitabu chake kitukufu cha Qur'ani. Na kwa hakika tumekusudia shughuli yetu isiwe ndefu sana ya kukera, wala isiwe fupi sana ya kukera, kwa sababu sisi ni ummatan was khairul umur awsatuha. Kwa hiyo tunaanza shughuli yetu hivi sasa, na kama ambavyo mashekhe wanatusomesha na kutuelekeza kila leo, tukianza mambo yetu tuanze kwa dua. Na sisi Waswahili tuna maneno twasema, siku zote isiyokongwe haivuushi. Kwa hivyo kwa heshima na taadhima ni muombe shekhe wetu, mzee wetu, mwenyekiti wa taasisi yetu ya Umaif, taasisi ambayo ndio imeandaa shughuli hii, Sheikh Ali Bakari Ali, yeye atufungulie shughuli hii kwa dua. Sheikh Ali, karibu sana. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak inna ma'al 'usri yusra inna ma'al 'usri yusra وإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Shukrani sana mzee wetu, shekhe wetu Sheikh Ali Bakari Ali kwa kuifungua rasmi shughuli yetu. Tutasomewa ma tayassar min alquran, na kama ambavyo mashekhe wanatuelekeza, idha quri'a alquran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Tafahamu, mwajua hilo. Kwa hivyo tunakumbushana pale ambapo Qur'ani itakuwa inasomwa ni vyema tukasikiliza na kunyamaza ili tupate kurehemewa. Qur'ani hii siku hii ya leo itasomwa na mmoja kati ya wanafunzi wa madrasa Ummul Mu'minin Aisha radhiyallahu anha, madrasa ambayo iko chini ya taasisi ya Umaif. Mwanafunzi huyu yeye anatokea darasa la kina mama, kwani katika madrasa hii kuna kitengo cha kuhifadhisha Qur'ani kwa watoto na kina mama. Nimuombe sasa mama yangu Bi Salma Abdallah Muhammad, yeye aje atufungulie kwa Qur'ani hii ya ufunguzi. Bi Salma, karibu sana. Bismillahirrahmanirrahim. Ya أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. لا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أولئك هم الفاسقون. يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة هم الفائزون. Bi Salma ana umri wa miaka 60 na walillahi alhamdu amehifadhi juzuu 7. Bi Salma alikuwa akimwandaa mwalimu wake Ustadh Muhammad Omar Samata, ambaye yeye atawasilisha maelezo mafupi kuhusu mashindano yetu. Hii ni hafla ya uzinduzi wa mashindano makubwa kabisa ya Qur'ani tukufu kwa wanawake watu wazima. Sasa yumkini wako baadhi ya watu
bado hawajafahamu vizuri kuhusu mashindano haya, basi hii ni fursa ya kuwa makini na kumsikiliza Ustadh Muhammad Omar Samata, ambaye kwa hakika kakaangu huyu ana vyeo vingi sana. Nilikuwa najaribu kuvitazama vyeo vyake nikashindwa kudhibiti vizuri. Yeye ni katibu mkuu wa taasisi ya Umaif, lakini vile vile ni mwenyekiti wa kudumu wa kamati ya maandalizi ya mashindano haya, halikadhalika ndiye mratibu mkuu wa mashindano haya. Nilipozungumza naye nikamwambia, vipi nikuarifishe kwa cheo kipi? Akanambia hicho cha mratibu mkuu wa mashindano ndio ninachokipenda. Kwa hiyo nami nitumie fursa hii kukuarifisha hivyo, mratibu mkuu wa mashindano haya Ustadh Muhammad Omar Samata, mtoe maelezo mafupi kuhusu mashindano yetu haya. Lakini vile vile tunakumbusha kwamba leo shughuli yetu ni fupi, kwa hiyo usitumie muda mrefu sana, tumia muda mfupi sana Ustadh Muhammad kuwasilisha maelezo yako. Karibu sana. Baada ya kumshukuru Allah na kumtakia ziada ya rahma kiongozi wa umma Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mbele yenu ni al-akh Muhammad Omar Samata, kama nilivyotambulishwa na MC wetu nafasi zangu. Napenda kuchukua nafasi hii kwanza kabisa kuwakaribisha ndugu zetu waandishi wa habari mliopo mbele yetu na wote ambao tuliwaalika kutoka taasisi na madrasa mbalimbali katika hafla hii fupi ya uzinduzi. Pia nipende kutambua uwepo wa shekhi wetu wa mkoa, Sheikh Walid Alhad Omari wa Kawambwa, shekhi wetu wa wilaya Ilala ambapo taasisi yetu ipo katika wilaya yake, Sheikh Adam Mnyipingu, mlezi wetu aliyetufundisha kazi hizi. Leo hii tunasimama mbele yenu na kunadi mashindano haya, Sheikh Othmani Ali Kaporo, rais wa tuzo ya kimataifa ya Qur'ani tukufu, mwalimu wetu, mlezi wetu pia Sheikh Ali Bakari, mwenyekiti wa taasisi ya Ummul Mu'minin Aisha, naye yupo hapa, mushriful Qur'ani Sheikh Saidi Matembe, na wote kamati yangu ninaye pale Bidachi ama Huseni, wamewakilisha wenzi wao. Nichukue nafasi hii sasa kuingia moja kwa moja katika kueleza maelezo mafupi ya kuhusiana na mashindano yetu. Kwa hakika Tanzania imepata bahati kubwa ya kuwa na taasisi nyingi zinazoandaa shughuli mbalimbali za mashindano makubwa ya Qur'ani, tofauti na nchi nyingi ambazo hutumia nguvu kubwa ya kuandaa shughuli moja tu ya mashindano ya Qur'ani. Hata hivyo, mashindano mengi ya Qur'ani yanayoandaliwa hapa nyumbani Tanzania huhusisha vijana wa kike na wa kiume, lakini kwa makusudi kabisa Umaif, yani Ummul Mu'minin Aisha Foundation, kwa zaidi ya miaka 10 sasa imekuwa ikiandaa mashindano ya tofauti yanayohusisha kundi muhimu mno katika jamii, kundi la wanawake watu wazima. Umaif imejikita katika falsafa ya kuwa Qur'ani ndiyo msingi wa elimu zote, na hivyo katika jitihada za kumuelimisha mwanamke, Qur'ani lazima iwe ndiyo kipaumbele cha kwanza kabla ya elimu nyingine. Ni wazi kuwa suala la kuhifadhisha Qur'ani limepewa kipaumbele cha kipekee na taasisi hii kwa kuwa ndiyo msingi mkuu wa elimu na maarifa. Alhamdulillah, Umaif inamiliki kituo cha kuhifadhisha Qur'ani kwa watoto na kina mama. Bila shaka ni dhahiri kuwa katika kuwahifadhisha Qur'ani kina mama watu wazima, juhudi kubwa inahitajika kutokana na majukumu mazito
na makubwa wanayokabiliana nayo, hali inayosababisha changamoto kubwa ya kushiriki kwao kikamilifu katika shughuli ya kuhifadhi Qur'ani sambamba na shughuli nyingine za kitaaluma kwa ujumla. Ili kuamsha hamasa kubwa zaidi katika jamii, UMAIF haikutosheka kuwa na kituo cha kuhifadhisha Qur'ani pekee, bali pia iliamua kwa makusudi kabisa kuasisi mashindano ya Qur'ani. Ndipo mnapo mwaka 2013 ilipoasisi mashindano haya makubwa, mazuri na ya aina yake. Mashindano ambayo yalianza ngazi ya chini kabisa, ngazi ya kata, na kupanda ngazi kutoka ngazi ya kata, mkoa, na hatimaye hivi sasa kufikia ngazi ya kitaifa. Mashindano ambayo yakishirikisha washiriki wenye umri wa kuanzia miaka 25 na kuendelea kutoka katika mikoa mbalimbali ya Tanzania bara na visiwani. Makundi ya mashindano haya mwaka huu ni kama ifuatavyo: takuwa na juzuu 1, juzuu 3, juzuu 5, juzuu 7, juzuu 10, 15, 20, 25 pamoja na 30. Lakini pia kwa kipekee kabisa tutakuwa na kundi maalumu ambalo kundi hilo huhusisha akina mama waliokuwa zaidi ya miaka 70. Lakini pia tuna wale ambao ni walemavu wa macho ama walemavu wa viungo vingine, na wale wanaosoma kwa njia ya namba, yani tahqiqi tashjia. Hali kadhalika ni vyema ikafahamika kuwa UMAIF haikuasisi mashindano haya makubwa na ya kipekee hivi tu, bali iliasisi mashindano haya kwa malengo maalum. Miongoni mwa malengo hayo, 1, kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala; 2, kuwahamasisha wanawake wa Kiislamu kusoma na kuhifadhi Qur'ani; 3, kupandikiza maadili mema katika jamii kupitia mafundisho sahihi ya Qur'ani na mwenendo wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam; 4, kuwahamasisha waliohifadhi Qur'ani kuendelea kuisoma, kuifundisha na kuifanyia kazi katika maisha yao ya kila siku; 5, kuwahamasisha watoto na vijana wa Kiislamu kuipenda, kuisoma na kuihifadhi Qur'ani kupitia wazazi ama walezi wao, kwa kuwa wazazi ama walezi wao ni kiigizo chema kwao. 6, na mwisho, kusambaza ujumbe wa Qur'ani kupitia mikusanyiko. Mathalan, ujumbe wetu wa mwaka huu, Qur'ani ni amani. Alhamdulillah, tangu tumeasisi mashindano haya tumeshuhudia mafanikio kadha, ikiwemo: 1, kuongezeka kwa mwamko na hamasa ya kuhifadhi Qur'ani kwa kina mama watu wazima, na hili kwa dhahiri kabisa linashuhudiwa kwa kuongezeka kwa idadi ya kina mama wanaoshiriki mashindano haya tangu hatua ya awali ya usajili, michujo na hata kufikia kilele cha mashindano. 2, kuhamasika kwa watoto na vijana katika suala la kuhifadhi Qur'ani kupitia wazazi ama walezi wao. 3, kukua kwa viwango vya usomaji wa Qur'ani kwa kina mama watu wazima. Mfano, mmeuona mama yetu pale alipokuwa akisoma Qur'ani kipindi cha miaka ya nyuma. Sheikh Ali ndiyo mwalimu wetu mkuu, anawajua vizuri sana. Nafikiri anayaona mabadiliko haya ya usomaji, nanyi mmekuwa ni mashahidi leo hii. 4, kuongezeka kwa idadi ya kina mama waliohifadhi Qur'ani yote, na mwisho kabisa kuongezeka kwa taasisi mbalimbali
zinazoandaa shughuli za mashindano ya kina mama kama haya. Miongoni mwa taasisi hizo ni pamoja na Aisha Sururu Foundation ASF, wanafanya mashindano haya ya kimkoa Dar es Salaam. Ashabul Kafi Islamic Center AKIS, nao wanafanya mashindano haya. Darul Ulum Islamic Center Kigamboni pale, nao wanafanya mashindano haya kiwilaya ya Kigamboni. Raya Office Center wapo Morogoro, nao wanafanya mashindano haya kina mama. Rawdatul Janna Arusha, nao wanafanya mashindano haya kina mama. Abdurrahman ibn Auf Arusha, nao wanafanya mashindano haya. Ittihadi Mamas Society Mbeya, nao wakifanya mashindano haya. Lakini pia jumuiya ya kuhifadhisha Qur'ani kina mama Zanzibar, nao wanafanya mashindano haya na nyinginezo. Bila shaka panapo mafanikio huwa hapakosagi changamoto. Kwa hiyo mafanikio haya hayajapatikana kirahisi. Ziko changamoto kadha tunazokabiliana nazo, lakini changamoto kubwa zaidi ni changamoto ya rasilimali fedha. Hivyo tunaomba sana wadau wa kheri kutuunga mkono zaidi katika kufanikisha mashindano haya makubwa na ya kipekee ya kuhifadhi Qur'ani tukufu kwa kina mama watu wazima. Mwisho kabisa, nishukuru sana, asanteni sana, na muendelee kufuatilia taarifa zetu kupitia vyombo mbalimbali vya habari na mitandao yetu ya kijamii ambayo ni ya Umaif Islamic Center. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Huyo ni Ustadh Muhammad Omar Samata ambaye pia yumo katika kamati ya uratibu wa tuzo ya kimataifa ya Qur'ani ya hapa nyumbani Tanzania chini ya rais wetu Sheikh Othman Ali Kaporo. Kwa hakika tunatambua kuwa Sheikh Othman Ali Kaporo katika jambo kama hili huwezi kukosa ya kutuambia, nasi tuna hamu ya kusikia maneno kutoka katika kinywa chako, hasa ukizingatia sisi ni watoto wako, tumezaliwa katika nyumba yako, tumelelewa katika nyumba yako, na bado hatujaweza kusimama kwa miguu yetu wenyewe. Ndio kwanza hivi sasa tunajaribu kutambaa. Kwa hivyo tunakuomba sana, angalau kwa mukhtasar uweze kuzungumza katika hafla hii. Sheikh Othman Ali Kaporo, karibu sana. Mheshimiwa ndugu yangu mpenzi, Sheikh wetu wa mkoa wa Dar es Salaam, Sheikh Walid Alhaji Omar. Mheshimiwa ndugu yangu Sheikh wa wilaya ya Ilala, Sheikh Mwenye Pingu. Mheshimiwa ndugu yangu Sheikh Ali Bakari, mwalimu mwandamizi mwanzilishi wa madrasa ya Ummul Mu'minina na taasisi yake ya Umaif. Mheshimiwa Sheikh Muhammad Samata, mratibu wa mashindano ya kina mama Tanzania. Ndugu waandishi wa habari, Mheshimiwa mushrifu wa Qur'ani Tanzania kupitia taasisi ya Jumuiya ya kuhifadhisha Qur'ani, ndugu waandishi wa habari, wana darasa tofauti wa darasa za kuhifadhisha Qur'ani kina mama, wageni wote waalikwa, ni waamkieni kwa maamkizi ya watu wa peponi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam. Kwa kweli sehemu kama hii hauwezi kukosa maneno ya kusema, lakini vile vile tusizidishe sana maneno, tuseme kidogo ili mambo yawe matamu inshallah. Mimi kwa kweli nimegubikwa na furaha ya hali ya juu kabisa
Nimezingirwa na furaha katika moyo wangu, na muomba Mwenyezi Mungu azidishe furaha hii iwe yenye kuendelea. Furaha hii nikivuta hii historia ya haya majambo namna gani, jinsi yalivyoanza mpaka hapa tulipofikia. Qur'ani Tanzania imeingia muda mrefu sana, mashehe wetu wameingiza Qur'ani muda mrefu sana, lakini tasnia ya tahfidhi katika Qur'ani katika nchi yetu imechelewa kidogo kuingia. Historia yake inaonyesha imeingia mara palipoanza markazi ya Al-Haramain katika miaka ya 78, 75 chini ya Sheikh Mustafa Abbas Makbuli na taasisi yake Al-Haramaini. Mkongwe mwanzilishi na usomaji wa swala hili alikuwa Sheikh Ishaq Abdul Khair. Miaka ile yule ndio alianza kuweka jiwe la msingi hili, na alhamdulillah jiwe lake likapokewa na watu wengi wamepita. Kina almarhum Sheikh Zuberi Yahya walipita pale, na wengi mashekhe wengi walipita wakaanza pale, na ule ndio ulikuwa mwanzo mpaka tukaibuka sisi kuja kulishika hili jambo. Na sisi wakati tunalianza hili jambo katika miaka hiyo, ilikuwa ni jambo geni kuhifadhika Qur'ani katika Tanzania, lakini Mwenyezi Mungu amelitia nuru na baraka. Leo hii tunadiriki kusema hakuna nchi ambayo iliyokuwa na harakati za Qur'ani katika kiwango cha hali ya juu kama Tanzania. Yaani mashindano ni mengi mno. Tumejaribu kufanya utafiti katika Afrika Mashariki, Afrika hakuna. Na sisi tunabahatika kushiriki katika makongamano makubwa ya mashindano ya Qur'ani ya kidunia, hakuna. Tanzania tumeongoza. Ili jambo lazima tumshukuru Mwenyezi Mungu kuwa wewe ni miongoni mwa waanzilishi wa haya majambo, alafu ukayaona jambo yanakuwa na wewe bado uko hai. Alhamdulillah. Tunashukuru Mwenyezi Mungu na tunazidi kuwapongeza vijana. Alhamdulillah, mwamko ni mzuri na huu mwamko unatakiwa uendelezwe. Qur'ani ndio kila kitu. Hii haifichiki. Qur'ani ukiiweka mbele na mambo mengine yote yatakuwa mbele. Qur'ani ukiiweka nyuma na wewe mwenyewe utakuwa nyuma. Kwa hiyo hizi juhudi ni juhudi za kupongezwa na kusifiwa. Umaif ikiongozwa na timu yake iliyokuwa imara kabisa, tunaiona namna gani jinsi inavyokuja na mwamko ulikuwa mkubwa. Leo tuna mashindano ya kina mama, lakini mwaka jana kuna mama mwingine vile Bi Riziki Lolida, ni mama tena mama muawwaq kidogo, hayuko vizuri katika yani ni mama ambaye aliyekuwa ana uhitaji maalum, lakini mama yule na yeye akaanzisha mashindano ya watu waliokuwa na ulemavu. Mwaka jana tulikuwa Dodoma pale, mashindano ya walemavu. Haya yote ni mafanikio na haya yote ni mambo ya kuombewa Mungu ili Mwenyezi Mungu aweze kutupa baraka ambayo iliyokuwa iko nzuri zaidi. Nasaha yangu ni moja, ndugu zangu. Tunasoma Qur'ani sana. Tunafanya mashindano ya Qur'ani sana. Hivi lengo letu ni nini? Hapa ndipo palipokuwa na kazi. Ndugu waandishi, tusaidiane katika swala hili. Mwamko uliokuwa umefika katika Tanzania hii, laiti kwa asilimia japo 50 tu ikawa Qur'ani imeingia katika nyoyo za Waislamu kwa asilimia 50, basi sisi tutaishi katika maisha ya dunia hii wallahi kama tuko peponi. Sasa hivi tunaipenda Qur'ani, tunaisoma Qur'ani, lakini matendo yetu ukija kuyafanyia tathmini hayaendani na Qur'ani yenyewe. Na Qur'ani imeshushwa isomwe kwanza, lakini ifanywe kazi. Dhalikal kitabu la raiba fihi hudan. Qur'ani ni mwongozo. Sasa ili Qur'ani iweze kuwa mwongozo kwa kina mama, kwa watoto wetu, kwa walemavu, kwa kila jinsia, kwa vijana, hili ndio lengo kubwa ambalo tunalokwenda nalo hivi sasa. Tujaribu kuhamasisha jamii washikamane na Qur'ani katika matendo yao ya kila siku. Jamii iishi Qur'ani katika maisha yao ya kila siku.
Tukiishi Qur'ani katika mazingira ambayo yaliokuwa yako anayoyataka Mwenyezi Mungu na Mtume, amani itatawala, kwa sababu amani inatawala katika sehemu palipokuwa na tabia nzuri, na Qur'ani kazi yake ni kuifanya tabia kuwa nzuri. Kwa hiyo mwito mkubwa ambao ninautoa kwa taasisi zote ambazo zinazohusika na swala za uandaaji wa mashindano ya Qur'ani, kujaribu kutilia umuhimu programu za kuhakikisha Qur'ani tunaiishi, Qur'ani tunaishi nayo, watoto wetu wanaenda nayo shule Qur'ani, watoto wetu wanazunguka nayo, halika na mitihani ambayo iliyokuwa imeikumba dunia hivi sasa. Tunaiona namna gani dunia ilivyokuwa nzito hivi sasa. Kila mmoja anafanya lake analolitaka. Hii mitambo hii tulokuwa nayo inafanya kazi baya kabisa, lakini inafanya kazi nzuri. Hakuna nyumba ambayo isiyokuwa na jambo hili. Na wallahi saa nyingine mtoto mdogo anajua kuitumia vizuri hii kuliko sisi wazazi. Hii ndio hali halisi tuliyokuwa nayo. Lakini kuna mambo mangapi huko ambayo yalikuwa hayafai? Mengi sana. Kuna watu maalumu wamejipanga kuhakikisha wanafanya ufisadi kwa vijana wetu kwa kutumia Qur'ani, wakiweka vizuri Qur'ani, wakajua maana ya Qur'ani katika nafsi zao, tukawaeleza umuhimu wa kuishi na Qur'ani, madude haya na mengineyo hataweza kuharibika inshallah. Kwa hiyo tunatoa mwito kwa taasisi zote zinazohusika na swala la Qur'ani, tuhakikishe sio mashindano tu, tuiishi Qur'ani, na hatuiwezi kuiishi Qur'ani isipokuwa kuishirikisha jamii. Leo tuna kina baba, tunatamani pawepo na mashindano ya watu wazima wa kiume. Tunatamani pawepo na mashindano ya watu wazima wa kiume. Wanaonisikia katika wadau wa Qur'ani, hebu tuanzishieni mashindano ya watu wazima wa kiume. Mama na baba wakikaa pamoja ndio mambo yanaenda vizuri. Al-ummu madrasa kama inavyosema. Mama ndio chuo. Mama akikaa vizuri mambo yote yanakuwa sawa sawa. Lakini baba ndio mtengenezaji na ndio kawaamuna na ndio wasimamizi. Na wao wakiwa na Qur'ani basi mambo yatakuwa mazuri kabisa. Nchi yetu inahitaji Qur'ani. Maadili yanahitajika kwa kupitia Qur'ani. Kila kitu kijiangalia Qur'ani ndio ambacho kilichokuwa na nafasi ambayo ilikuwa iko kubwa. Kwa hiyo sisi waandaaji wa mashindano tushikamane, tupendane, tushauriane, tubadilishane fikra. Qur'ani iende mbali. Qur'ani ifike vijijini. Qur'ani ifike katika kila kona, na matokeo yake mtu akimwangalia kijana wa Qur'ani anaiona ile Qur'ani inayokwenda kama alivyokuwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hizi niseme ndio nasaha zangu, na waombea Mwenyezi Mungu umaifu kwa huu mwanzo mzuri ambao waliokuwa wameuanza. Mwenyezi Mungu awape baraka na mafanikio ili mambo yawe makubwa zaidi na zaidi. Umaifu leo walianzia kata, wilaya, mkoa mpaka wamefikia kitaifa. Inshallah tunataraji siku ya masiku tutawaita watu wa Afrika Mashariki, wa Kenya, wa wapi mama watu wazima waje kusoma mashindano. Iko siku ya masiku Sheikh Samata utawaita watu kutoka duniani. Waje Warusi watu wazima, si mnawaonaga wale vibibi vizee kabisa. Watoke kule waje kushindana katika ardhi yetu, kwa sababu hii ardhi yetu imekuwa ni ardhi ya Qur'ani. Mwenyezi Mungu atubariki. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam wa afwan. Shukran sana. Bila kupoteza wakati, ni fursa ya shekhe wetu wa wilaya ya Ilala, Sheikh Adam Yusuf Mnyipingu. Lakini kabla ya Sheikh Adam kuzungumza, Sheikh Adam, mimi kijana wako nakumbuka uliwahi kunifundisha msemo mmoja wa nyumbani kwamba chuzi la vivyo hunywewa vivyo. Kwa hivyo mkuombe sana mimi kijana wako, mara tu baada ya kutoa nasaha zako, moja kwa moja umkaribishe shekhe wa mkoa wa Dar es Salaam ambaye ndiye mgeni rasmi wa shughuli hii, kipenzi chetu, shekhe wetu, kudwa yetu, Sheikh Walid bin Sheikh Al-Hadi Omar Kawambwa Pongwa. Karibu Sheikh wa wilaya. Mheshimiwa mgeni wetu rasmi wa hafla hii muhimu, Sheikh wetu wa mkoa wa Dar es Salaam,
Sheikh Walid Al-Hadi Omar Kawambwa, Mheshimiwa mwenyekiti wa tuzo ya Qur'ani ya kimataifa nchini, mlezi wetu Sheikh Uthman Ali Kaporo, mwalimu wetu na mwenyekiti wa UMAIF Sheikh Ali Bakari, katibu mkuu wa taasisi hii ya UMAIF Sheikh Samata, ambaye ana vyeo vingi tu, miongoni mwa hivyo ni katibu wa jumuiya ya vijana wa Kiislamu BAKWATA kata Buguruni, ndugu waalikwa na nyote mliohudhuria, mabibi na mabwana, waandishi wa habari, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Awali ya yote nitumie fursa hii kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyetuwezesha kuwepo hapa kwa wakati huu, tukiwa na lengo la kudhihirisha utayari wetu juu ya kutekeleza yapendayo Allah na kuyaridhia. Sisi tuyatende katika siku kama hii ya leo na wakati kama huu. Lakini pili, mheshimiwa mgeni wetu rasmi, Sheikh wa mkoa, taasisi hii ya UMAIF makao makuu yake yapo katika wilaya yetu hii ya Ilala, na ni taasisi ambayo kimsingi inafanya kazi kubwa katika kulea na kuelekeza misingi ya ipendayo Allah na kuiridhia, na ni taasisi ambayo inapambana yenyewe kama yenyewe na bado haijapata wa kuweza kuwashika mikono, pamoja na kazi kubwa na muhimu wanayoifanya kwa ustawi mzuri wa nchi yetu. Lakini pia kuandaa jambo kama hili la mashindano ya kina mama watu wazima ya kitaifa ni jambo kubwa na ni zuri sana, ambalo linahitaji kuungwa mkono na kuombewa Mungu ili liweze kuendelea, kama vile ambavyo amesema mlezi wetu wa Qur'ani nchini Sheikh Kaporo, ya kwamba ifikie mahala jambo hili sasa UMAIF walisimamie katika hadhi ya kidunia, na inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu litafika huko inshallah. Kazi niliyopewa ni kuweza kukaribisha mheshimiwa Sheikh wa mkoa ili uweze kuzungumza na hadhira hii kutokana na umuhimu wa jambo hili ambalo leo tunalifanya kuelekea mashindano makubwa ya Qur'ani upande wa kina mama watu wazima. Na kama tunavyojua dunia yetu leo inapiga makelele kuhusiana na maadili. Ukija katika nchi yetu hapa, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan siku zote anapaza sauti kuhusu maadili, lakini mufti na shekhe mkuu wa Tanzania Sheikh Abubakar bin Zuberi bin Ali mpaka imempelekea kutunga kitabu Mmomonyoko wa Maadili, nani alaumiwe. Hii yote ni kuhakikisha kwamba jamii ya Kitanzania inaishi katika maadili, na maadili kimsingi yamo katika Qur'ani. Kwa maneno hayo, nafasi hii sasa ni yako. Tunataka tusikie nasaha na maelekezo yako kama kiongozi wa kiroho katika mkoa huu wa Dar es Salaam, nasi baada ya hapo tuweze kuyachukua twende tukafanyie kazi. Karibu sana. Rahim. Alhamdulillahil qail wa laqad yassarna al-Qur'ana lidhikri fahal min muddakir. Wa usalli wa usallimu ala habibihi sayyidina Muhammad salata abdin qallat hilatuhu wa rasulullahi wasilatuhu wa anta laha ya ilahi wa likulli karbin azim fafarrij anna ma nahnu fihi bisirri asrari bismillahir rahmanir rahim. Amma ba'd. Mheshimiwa Sheikh wetu wa wilaya hii ya Ilala, ndugu yangu Sheikh Adam wa Mwinyi Pingu, Mheshimiwa kakaangu raisi na mwenyekiti wa tuzo za kimataifa za kuhifadhi Qur'ani, mlezi wetu kipenzi chetu Al-Ustadh Al-Kabir Ali Uthman wa Kaporo, Mungu akuhifadhi. Mheshimiwa mwenyeji wetu, kwa niaba ya taasisi ya UMAIF ambaye ni katibu wa taasisi hiyo, ambaye yeye ndio ametuita hapa leo, kakaangu Sheikh Samata,
Nisimsahau mwalimu wangu kipenzi, Mwalimu Ali Bakari, meza kuu iliyopo kuliani mwangu. Kwa kuchunga muda wote natambua uwepo wenu na namuomba Mwenyezi Mungu arefushe maisha yenu ya kheri. Wanafunzi wa madrasa Ummul Mu'minin mliopo hapa, waalikwa wote, waandishi wa habari, niwaamkie kwa maamkizi mema. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Baada ya hayo yaliyotangulia, niseme tu kwanza, sina budi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala anayetuneemesha kwa mengi miongoni mwa neema zake mbalimbali, ikiwa neema hii tukufu ya kukusanyika pahala hapa kwa ajili ya jambo hili kubwa ambalo ni moja katika alama za uwepo wake, lakini ni sehemu ya kuthibitisha uchamungu wetu. Na nimuombe mapema Mwenyezi Mungu ajalie haya yote ambayo tunayafanya hapa ayakusanye kwa ujumla, atuongezee katika vile vinavyoongeza uzito kwenye mizani zetu za mambo ya kheri, zitusaidie siku ile tukikutana naye, siku ambayo la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Basi ajalie haya ni yenye kutubusti tukikutana naye, iwe ni sababu pia ya kusamehewa makosa yetu. Na katika mfuko huo wa shukurani, sina budi kuwashukuru viongozi wote kwa nafasi zao tofauti, pamoja na wanafunzi wa madrasa Ummul Mu'minin Aisha, pamoja na taasisi ya Umair, kwa kunipa mimi binafsi sharafu hii kubwa ya kuwa mgeni katika hafla hii fupi ya uzinduzi wa mashindano haya makubwa ya kuhifadhi Qur'ani kwa wakina mama. Nawashukuru kwa hili, na hakika najua nisingechaguliwa eti kwa sababu yoyote, bali ni mapenzi ya dhati yaliyomo katika vifua vyao na nyoyo zao kwangu. Basi ni muombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ayadumishe mapenzi haya mpaka siku tukikutana naye. Hapo hapo katika upande wa shukurani niongeze na pongezi. Naipongeza taasisi hii pamoja na madrasa hii kwa kudumu katika jambo hili kubwa kwa muda mrefu, mwongo mmoja sasa, manake ni miaka 10 na kidogo. Huu ni mwaka wa 15. Sio jambo dogo, kwa sababu mimi ni mdau wa Qur'ani kwa miaka mingi. Najua changamoto, mazito, vikwazo, mchaka uliomo katika usimamizi wa jambo hili la kheri. Kwa vile ni jambo la kheri, na siku zote kama tunavyoambiwa hakuna jambo la kheri likasimama pasi na changamoto mbalimbali. Basi nawapongeza kwa kulishika hili. Mtaingia katika neno la Allah Subhanahu wa Ta'ala, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alayhi faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila. Mungu anapanga, amesema maneno haya, hakuyasema yakaishia kwa watu wa Maka tu na watu wa Madina waliokuwa mazuri, bali kwa vile ametaja minal mu'minina, basi nanyi mtakuwa katika kundi hilo. Niongeze hapo, lishikeni jambo hili na likamateni kwa magego ya meno yenu, kwa sababu ndivyo inavyokuwa. Atahsabul majda tamran anta akilu lan tablugha almajda hatta tal'aqa sabira. Mmoja katika wanachuoni alisema hivyo, usidhanie utukufu au mafanikio ni tende ambayo utakuwa unaila huko unatikisa miguu. Hapana, bali mafanikio ni mchaka, huwezi kufikia ila uongesubiri. Na subiri yenyewe ni hizi tabu mnazozipata, nimesikia message katika hotuba yako Sheikh. Binafsi nakumbuka zamani nikiwa mdogo, manake mdogo zaidi hapa, alikinialika Sheikh Ali kuhudhuria madrasa hii siku nyingi sana, nafikiri ni zaidi ya miaka 15. Wakati huo Sheikh Kaporo anafanya kazi jirani na pale, nilikuwa nikipita na chungulia kidogo,
Nimekwenda, sikufikiria kwamba iko siku moja nitakuja kualikwa kuwa ni mgeni rasmi katika uzinduzi wa mashindano makubwa kama haya. Ni miaka mingi sana sasa. Leo umesahau. Nakumbuka katika ile nyumba pale. Nikija na mimi natamani kwamba siku moja nisimamishe jambo kama lile. Wallahi ni mafanikio makubwa sana. Mmoja katika wanafalsafa anasema, believe your process to success. Uamini mpango wako ili ufanikiwe. I'taqid sabilak litafuza. Itakidi umepanga nini ili ufikie katika mafanikio. Uamini mpango wako. Leo ndugu zangu Waislamu na wanahabari na wote wanaonisikiliza wakati huu, wengi tunashindwa kufikia katika mafanikio kwa sababu tu tunafika pahala tunatishwa na tulichokipanga sisi wenyewe. Tumepanga kufanya nini ili tufike wapi? Katikati vikianza kutokea vikorombwezo na vile vya kutishatisha, tunaona huu mpango sio sahihi, tunaliacha jambo njiani, tunatafuta lingine. Na ndio maana siku zote hatujui tuko wapi, tunataka nini, hatutaki nini, hatujui. Mmoja anasema, tamanna almar'u fi sayfi shita wa idha jaa shita ankara ma li hadha wala bidhaka radhiya utila al-insanu ma afa. Mtu wakati wa joto hutaka baridi na wakati wa baridi hutaka joto. Hajulikani anataka nini, hataki nini. Akasema utila al-insanu, amefeli mwanadamu kwa sababu ya kukanusha mipango yake. Mwenyezi Mungu ajalie kila la heri. Mmeuamini mpango wenu kwa miaka mingi, leo hii mnafanya kitu kikubwa kama hiki. Mwenyezi Mungu atajalia kitakuwa kikubwa mara zaidi ya hapo. Kwa sababu tunatakiwa tuendelee. Maneno yangu mimi ni mafupi sana kwa sababu yamesemwa mengi na muda umekwenda sana na tuna mambo chungu mzima. Nafurahishwa na mashindano haya ya kina mama. Kila mara mimi ninapokuta mambo kama haya hujipiga mfano mimi mwenyewe, Walid Al-Hadi Omar Kawambwa. Nasema leo mimi nisingekuwa kwa nafasi hii isipokuwa mamangu Sheikh Athman. Unamjua Bi Kijakazi. Mamangu alipambana sana kwa sababu yeye alisoma Qur'ani, na nilipomwona mama yule akisomea hii Qur'ani nimekumbuka lafudhi zake, niko mbele ya DK mimi ananifundisha Qur'ani. Wallahi niwaambie wanahabari, mama yule yupo hai mpaka leo na namuombea Mungu sana. Sometime huwa nikajitizama katika eneo na society nilozaliwa mimi namna ilivyokuwa na nikachomoza mimi, basi simuoni yote isipokuwa namuona yule bibi. Aliwahi kuniambia siku moja, Walidi, kama utaki Qur'ani, sitaki kusema alichosema mbele, lakini alisema neno hilo, alisema hilo neno. Basi nikapambana na alichokuwa nacho. Niwaambie, nimekusikia Sheikh Athmani hapo unasema zamani haikuwepo utaratibu wa kuhifadhi Qur'ani. Labda niongeze, haukuwepo utaratibu wa mashindano ya Qur'ani, lakini walikuwepo akina mama waliohifadhi Qur'ani. Minhunna Ummul Mu'minina Kijakazi, na aliifanyia kazi kweli. Ilifika pahala mimi sili isipokuwa nimsomee Qur'ani iliyohifadhi, tena kwa kituo. Wakati wa chai watu wote pale chai watakunywa isipokuwa mimi na marehemu mdogo wangu ili tusome Qur'ani kwanza ndio tunywe chai. Breakfast. Na kama mambo haya yanakwenda viral live, nafikiri naye anaangalia sasa hivi, anatikisha kichwa hapo. Ukifika wakati wa dina, hatuli chakula cha mchana hicho hicho cha kimaskini, sio chakula kweli kweli cha kimaskini, huenda ugali mtupu tu, lakini ungati ugali ule usipokuwa usomewa naziati. Na ikifika saa 12 magharibi, sisi ilikuwa tuone nje, ni kipindi cha Qur'ani, yeye anaanza mpaka ikishafika Aisha ndio huja mumewe sasa Ustadh Al-Hadi Omar Kawambwa, naye ndio atusomeshe hizo sera, hadithi. Mpaka nakumbuka siku moja tulikutana mimi na yeye, akaja kusawazisha jambo hilo baba yangu.
ng'ang'ania ile idgham, fama rabihat tijaratuhu. Nafikiri waliohifadhi Qur'ani wanajua katika sura Al-Baqara inakutana idgham kamil, zimekutana te hizi mbili. Mkubwa pale alikuwa yeye anasoma kwa aliohifadhishwa, fama rabihat tijaratuhum, mimi naona te mbili, nataka zote zitamkwa. Anambia mama, hizi mbili. Anasema ndio mbili, lakini sema fama rabihat tijaratuhum. Kwa nini? Anasema hivyo hivyo mimi nilivyoambiwa hivyo hivyo. Mpaka alipokuja mtu anajua tajwidi akisema hizi ni mbili, lakini moja maskuna, nyingine muharraka. Hii ya maskuna inazamishwa huku, hii ndio idghamu. Nikaanzishwa kusomeshwa tajwidi, lakini ni mpambano ulikuwa mkubwa. Mwenyezi Mungu ampe umri mrefu. Kwa hiyo nafurahi sana nikiona mambo haya yanashikwa na akina mama. Wakina mama nyinyi ndio dunia hii. Al-ummu madrasa. Niwaambie mpana kujirudisha nyuma, Qur'ani ni moja katika vitabu vya miujiza. Miongoni mwa miujiza ya Qur'ani ni namba zilizomo ndani ya Qur'ani. Wakina mama imetajwa mara 24 ndani ya Qur'ani na wanaume imetajwa mara 24 ndani ya Qur'ani. Maana yake nini? Hawa ni mtu mmoja tu, ni mtu mmoja. Na hata ukirudi katika historia nyuma, mwanamke ametoka katika ubavu wa nani? Kwa ni mtu mmoja tu. Sawa sana mimi kung'oa ndevu yangu itakuwa bado mimi tu, au ndevu kitu kingine na mimi kitu kingine. Nacholenga hapa, msirudi nyuma, chukueni nafasi yenu, iongozeni dunia inayokwenda kuanguka. Sisi hatusemi tushashindwa, lakini tunaelekea kushindwa, kwa sababu tumebaki kushindana tu. Leo hii kila unayemwona shekhe, basi amtafute shekhe mwenziwe ambomoe. Ndio raha yake. Yaani mtu kasoma miaka 50 huko, lakini akija mjini hapa na elimu yake amtafute shekhe kapora, wewe ana maana katika jamii. Kwa vitu vidogo tutafia na vitu ambavyo vipo, elimu haiko hivyo. Wa fawqa kulli dhi ilmi alim. Kwa hiyo mimi najua hiki, wewe unajua hiki, twende tutakutana bila safari. Lakini kila mmoja anatakiwa anataka abaki peke yake. Nibaki mie tu Walidi Dar es Salaam nzima hii. Sasa atakuwa alokosea kuumba Mungu basi. Na yasema haya kwa sababu najua anakwenda viral. Wakina mama sasa, nendeni mkashikamane, mtu overtake. Nendeni mfanye kazi yenu. Na ndivyo aliofanya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nenda kasome vitabu vya sera, Nisau haula rasul. Nisau haula rasul. Kwa kazi iliyofanywa na wanachuoni wa kina mama, wacha Mungu wa kina mama, mahufadhi wa kina mama, mahukamu wa kina mama, ulama wa kina Ummul Mu'minina Nafisa. Nafisa alikuwa anaitwa Nafisatul al-ilm. Iliwahi kutokea mwanamke mmoja anaitwa Nafisatul al-ilm katika kizazi cha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Miongoni mwa miujiza mama huyo au karama zake, siku alipokufa Imam Shafi, yeye alitokea mbele akasema, mkimaliza kumwosha Imam Shafi na mkamswalia, nipitisheni hapa na mimi nimswalie. Wakamuuliza, kwa nini yeye tu na wamekufa watu wengi hapa Masri hujaomba hilo? Akasema naam, kwa sababu huyo Imam Shafi kidogo alikuwa anabahatisha kutawadha. Angalau alikuwa anaonja, hajafikia kiwango cha kutawadha ule udhu unaotakiwa, lakini angalau. Jamani, anazungumza Imam Shafi na anasema maneno hayo mwanamke. Hii ni kuonyesha nini? Ulimwengu wenu wa kielimu ni mkubwa sana. Nendeni mkaifanye jambo hili, kalisimamieni, alafu msimame. Na tushukuru katika zama ambazo Mwenyezi Mungu amejalia mimi kama kiongozi wa kiroho katika Dar es Salaam, yanatokea mambo kama haya na anazidi. Naombea Mungu sana. Bila hakika maneno ni mengi, zangu mimi ni shukrani, lakini pia ni pongezi na hamasa kwenu. Umefika wakati wa kuyazindua mashindano haya, na niseme sasa leo tarehe 1 mwezi wa 5 mwaka 2025 nimeyazindua mashindano ya kuhifadhi
akina mama chini ya madrasa Ummul Mu'minin Aisha kwa taasisi ya Takbir. kwa hiyo yamezinduliwa rasmi kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala, na mbele yangu na ratiba kidogo ya utaratibu au mchakato mzima wa mambo utakapokuwa. Leo tumeyazindua, lakini kuna mwanzo wa usajili. Watu wajisajili, wajitokeze kuanzia hii leo mpaka tarehe 25 ya mwezi huu. Huo wote ni muhula au muda wa watu kujisajili. Popote yanapofika matangazo haya, basi watu waambizane zaidi ili waje kujisajili. Na mchujo mwanzo itakuwa ni tarehe 1 mwezi wa 6 2025. Tutaendelea na mchujo mpaka tarehe 22 mwezi huo wa 6 mwaka huu 2025. Baada ya hapo sasa tutaingia katika fainali, na fainali itakuwa ni tarehe 29 ya mwezi wa 6 2025, mahali katika wilaya yetu hii ya Ilala. Sheikh Adam Mpingu bado ndio linapoangukia maeneo ya Posta Mpya, ukumbi wa Julius Mwalimu Nyerere maarufu sana. Tunafanya matukio yetu mengi pale, na mgeni rasmi tunamtarajia atakuwa bibi yetu wengine, mama yetu Bi Siti Mwinyi, ambaye mke wa hayati mzee Ali Hassan Mwinyi, Mwenyezi Mungu amrahamu. Nyote mnakaribishwa na mashindano yamezinduliwa rasmi. Takbir. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shukrani sana Mheshimiwa mgeni rasmi kwa kuyazindua rasmi mashindano yetu haya.